Naam, karibu tena mtazamaji, ule wakati umewadia. Sasa tuende kwa Bi Msafwari na Bi Miriam wa Migomba. Tunataka kujua nani wa kusikilizwa zaidi. Lakini kabla tuende kwao, ulikuwa unasema kwamba nani anapaswa kusikilizwa zaidi? Yategemea ni mnazungumza nini. Unajua sengine hawezi sema kwamba hapaswi kusikilizwa. Labda yule amepaswa kusikilizwa kama itakuwa ni tabia yake. Kwamba labda akiongea yongea. Unajua kusikilizwa kuna vitu viwili. Wanasema anayezungumza kwa upole atasikilizwa, anayepiga makelele atasikika. Hayo maneno mawili tofauti. Kwa ukizungumza na mwenzako kwa upole utasikilizwa, lakini ukipiga makelele utasikika. Kwa hiyo ukiona yule mtu ambaye anapuuziwa ni kwa sababu anasikika lakini anachokizungumza hakina maana yoyote. Lakini unaweza zungumza kwa upole na ukaelewa. Yaani unaweza kusema tunamsikia lakini kwa sababu mwenzako usipomuitikia tuna kama wamdharau. Lakini kwa ukweli ni kwamba ni kama watakaomwambie nyamaza. Sasa yategemea mada na lile ambalo linazungumziwa. Lakini nafikiri mtu muungwana ukizungumza hata kama una hasira, lakini ukizungumza kwa upole, ukizungumza utasikika na utaeleweka. Piga makelele utasikika peke yake. Tuende kwa Bi Msafwari, lakini ukumbuke tunauliza nani anapaswa kusikilizwa zaidi? Sio kusikilizwa tu, kusikilizwa zaidi. Tuende kwake Bi Msafwari. Kwa kweli mume ni kichwa cha nyumba, na anapokuwa kichwa cha nyumba haimaanishi kwamba yeye ndo atasikizwa peke yake. Hapana, mwanamke huwa anataka kusikizwa zaidi kwa umakini, lakini naye mwanamke katika kuongea kwake kuongea kwa heshima na kwa nidhamu. Yaani uwe unajua ni unaongea na nani, kwa sababu kuna maongezi yako na marafiki na tofauti na maongezi yako na mme wako. Kwa hivyo mi kwa upande wangu naona kwamba kila mtu ako na haki ya kusikizwa, lakini waweza kumsikiza mke wako zaidi, maanake unaambiwa umpende mke wako. Na kama vile tunavyojua mwanamke ni chombo dhaifu, huwa anafaa kubembelezwa. Hapo basi ndio hapo unakuta kwamba yeye ako na haki ya kusikizwa. Lakini na yeye mwanamke sio kwamba usikizwe unaongea mazungumzo ambaye hayana maana. Uongee mazungumzo yale ambayo unajua kwamba hayamtatizi mwenzako na yale ambayo ni ya hekima. Sio yale kwamba ni mazungumzo ni kuomba vitu, kuomba mambo mengi mpaka umjaze mwenzio. Hapana, uangalie ni mambo gani yale ambayo unaongea na mme wako na yanampendeza ama hayampendezi. Lakini kila mmoja anafaa kusikizwa, lakini zaidi mke asikizwe zaidi. Na mtuende kwa Miriam tuweze kupata kauli yako, kati yao wawili ni nani anapaswa kusikilizwa zaidi? Rashidi, ama nazungumza na mtazamaji ambaye anayetuangalia hivi sasa na Lulu, mimi huwa nawafunda wanawake ama naweza nikawafunda vijana. Kwanza kabisa, kabla hajaingia katika ndoa na anataraji kuingia katika ndoa, ni nani anapaswa kumsikiliza mwenzake? Kila mmoja ana nafasi ya kusikilizwa, ila mwanaume anapaswa kusikilizwa zaidi na mwanamke, kwa sababu wanaume sio wazungumzaji. Mwanaume akizungumza sana ni dakika 2. Lakini sisi wanawake tunapaswa kupewa umakini na wanaume. Kwa nini? Kwa sababu tuna mambo mengi ambayo tunataka tusikilizwe. Sasa usiponipa umakini na hisi unanidharau. Na kuhisi kwangu unanidharau na hisi inawezekana sikio lako kuna mwanamke mwingine unayempatia. Hiyo tunapeleka kwenye dhana. Lakini tunarejea, inawezekana kweli mume akapata nafasi ya kunipa umakini ya kunisikiliza, ama mke akapata nafasi ya kumsikiliza zaidi mwanaume katika kuzungumza. Je, utekelezaji wa huo kusikilizwa upo? Na kuna mmoja Miriam hapa katika moja ya jumbe alisema kwamba mimi ndio na provide kila kitu, kwa hivyo mama ama mwanamke ndani ya nyumba anapaswa nisikilize mimi, sio mimi nimsikilize. Mtu kama huyo unamwambia nini Miriam? Mwanaume wa namna hiyo namwambia ni mbinafsi. Kwa nini ni mbinafsi? Leo hii wewe ndiye ambaye unayetafuta kila kitu, lakini mimi ni mke. Kuna vitu nikikukera, muda ule wa kutafuta huna.
Na si ajabu hata rafiki yako akakuuliza, mshikaji, mbona kifungo cha shati umekigeuza? Wanaume sio wazungumzaji, ndio unaporejea atakuna kichwa, atasema acha tu. Lakini kumbe nyumbani kuna mwanamke amechonga mdomo, utazani chuchunge, nyumba haiwezi kukalika. Kwa hiyo kwamba usihisi kwamba kwa sababu wewe unapeleka mahitaji yote ukashindwa kumpa mwanamke. La hasha. Mwanamke ana nafasi kubwa ndani ya nyumba yako, ana nafasi ya kukuliwaza, ana nafasi ya kukubembeleza, ana nafasi ya kuweza kukutengenezea kwamba wewe uweze kufurahia kazi yako na uweze kufurahia biashara yako. Labda ukute ulimuoa ama alimuoa kwa shinikizo la familia, hakuwa mke wake ambaye aliyemtarajia, ama wakati mwanamke ameingia ndani mwanaume akamkinai, akaona acha tu kwa sababu ana watoto wangu ama ana mtoto wangu nimpe mahitaji. Kama ni hivyo, inawezekana kabisa kwamba hawezi kumpa nafasi ya kumsikiliza. Lakini huo ni utumwa, lakini huo pia kuna mila na desturi kumkandamiza mwanamke, kumwona mwanamke hana nafasi yoyote ya kuweza kumwambia kwa sababu yeye ndio mfanyakazi ama yeye ndio anafanya biashara. Hicho kitu ninakataa. Hata mwanamke na yeye awe ameenda shule, awe hajakwenda shule, ana uwezo wa kukujenga na ukaweza kuimarika kwenye kazi na kuimarika kwenye biashara. Ila tu ni kwa sababu ya mila na desturi kandamizi zimewatawala kwamba mwanamke hana uwezo wa kufanya kitu chochote. Ninakataa kabisa. Tena sasa hivi ndio mwanamke anaweza kuzungumza na akamtengeneza mwanaume kimaendeleo. Bila mwanaume asema bila mwanamke nyuma, mwanaume huwezi kufanya kitu chochote. Na bila shaka tuende moja kwa moja kwa Daktari Mwaka ambaye yuko Afrika Kusini. Daktari Mwaka, hii mada ya kutaka tuweze kuifanua, uchukue muda wako ifanue kwa kina. Ni nani anapaswa kusikilizwa zaidi na ni kwa nini? Nashukuru sana. Kwanza namuona dadangu Miriam amepanic kidogo na sikusikiliza mwanzo, sijui nani amemcharura na amemfanya panic kiasi hicho. Lakini ukweli halisi wa hii mada ni kwamba anaposimama anasimamia kwenye ukweli, lakini tufafanue ukweli wake ukoje. Unajua hadi kuleta hii mada haikutoka tu mahala mbali hewani, palikuwa na majadiliano kabla. Sasa twende kisayansi. Kisayansi mwanamke anapaswa kusikilizwa sana, ila mwanamume anapaswa kusikilizwa zaidi. Sasa hapa ndio nataka niweke ufafanuzi mzuri. Kisayansi mwanamume hawezi kusikiliza kwa muda mrefu. Mwanamume hawezi concentrate kwenye vitu vingi kwa muda mrefu. Lakini mwanamke ameumbiwa uwezo wa kuongea sana. Scientifically, physiologically, mwanamke ana uwezo wa kutumia two hemispheres za ubongo. Yaani anaweza kutumia sehemu zote mbili za ubongo kwenye kutengeneza maneno. Mwanamume anaweza kutumia only one hemisphere ya ubongo ya kutengeneza maneno. Kwa hiyo mwanamke anaongea maneno mengi zaidi kuliko mwanamume. Logic iko hivi, mwanamume anapaswa asikilizwe kama authority. Mamlaka imepewa kwa mwanamume. Whether dadangu Mariamu utapenda ndio hivyo hivyo, whether haukupenda ndio hivyo hivyo, na usipopenda nitakuuliza kwa nini mwanamume ndio atoe mahari, mwanamke asitoe mahari. Mwanamume amepewa mamlaka, mwanamume amepewa authority. Mwanamume amepewa cheo cha kuongoza familia, kuongoza nyumba, kuongoza miradi ya familia. Kwa hiyo anapozungumza mwanamume anatakiwa asikilizwe, kwa maana ya kwamba hata kama hujaelewa, kubali, tekeleza, utaelewa baadaye. Hiyo ndio logic ya mwanaume kusikilizwa. Kusikilizwa kwa maana ya kufuata, kutii maelekezo yake bila kuhoji. Wakati mwingine hata kama hujaelewa, muamini, mwende. Huo ndio usikilizwaji wa mwanamume, kwa maana ya kwamba authority anaongea neno moja au mawili tu, yasikilizwe, yatekelezwe. Upande wa mwanamke anapaswa asikilizwe sana, apewe muda mrefu, apewe sikio refu zaidi, kwa sababu mwanamke ameumbiwa kutumia two hemispheres za ubongo. Mwanamke anatengeneza maneno mengi sana kwa siku kuliko mwanaume. Kwa hiyo tukizungumzia mwanaume kusikilizwa kwake ni kwenye kutekeleza maelekezo yake, ni kwenye kufuata amri yake, kwenye authority. Kwenye kusikiliza mwanamke ni kwamba ni kupewa nafasi ya kusikia maneno yake mengi, na niongee ukweli, ndani ya hayo maneno yake mengi kuna mengi ya ujinga kabisa. Hii naomba nieleweke hivi. Mwanamke ana operate emotionally
mwanamume ana operate logically. Sasa mwanamume ukitaka umsikilize mwanamke maneno ambayo wewe unahisi yana maana, yana akili peke yake, hamtaelewana, sababu kuna mengine anaongea logically hayana maana, lakini emotionally yanamuaffect. Kwa hiyo mwanamume unabidi uwe na nafasi ya kumpa sikio mwanamke regardless anaongea unayoona wewe yana maana au hata yale ambayo wewe unaona hayana maana. Kwake yeye emotionally yana maana. Kwa hiyo chukua time kumpa sikio. Na hapa naomba nimueleweshe dadangu Mariam. Ukisikilizwa haina maana uliongea yote yana maana. Ila umesikilizwa kwa sababu huyu mwanamume ana akili na uelewa wa kupatia wewe sikio. Na inabidi akusikilize wewe uongee yako yote mpaka umalize. Usibaki na kitu kifuani. Effect ni nini? Mwanamume asiposikilizwa kama authority anahisi anadharauliwa. Na mwanamke vile vile asiposikilizwa upuuzi wake anahisi anadharauliwa. Kwa kila mmoja ana wajibu. Mwanamume asikilizwe maneno yake hayo machache kwa kutiiwa na kufuatwa yale aliyosema bila kufikiria kama umeelewa mwanamke au hujaelewa. Unapaswa umuamini yeye kama dereva ili aendeshe maisha ya familia. Mwanamume na wewe inabidi umsikilize huyu mwanamke bila kujali hayo anayoongea kwako wewe yana make sense au haya make sense. Lazima usikilize, mpe sikio, sikiliza tu. Acha ongee, atoe yote ya kifuani mwake, kwa sababu usiposikiliza kwa sababu they don't make sense, anaweka kifuani. Na anaweka kifuani mambo ambayo haya make sense. Lakini akieleza kwa mtu ambaye hana akili, atasema ni kweli, kwa nini hajakusikiliza? Akieleza kwa mtu mwenye akili atamwambia haya make sense. Ataachana na watu wenye akili kwa sababu wote wanatumia logics. Ataenda kwa wasiokuwa na akili wenzake ambao wanataka emotions. Halafu watamshauri vitu ambavyo vitakuja kuvunja ndoa yako. Conclusion ni kwamba mwanamume asikilizwe kama authority bila kujali uchache wa maneno yake. Mwanamke asikilizwe sana kwa sababu ya maumbile yake ya kuongea na kutengeneza maneno mengi. Mwanamume inabidi tujitahidi tu kujikaza na kuwapa muda tuwasikilize. Tena hii naambia wanaume wenzangu, tuwasikilize kweli hawa viumbe, kwa sababu tusipowasikiliza wao wanaamini yale walionao vifuani yana maana sana. Na wakati mwingine wanafanya maamuzi ya kipuuzi kwa haya ambayo wao walidhani yana maana sana. Sasa wewe cha kufanya, wewe sikiliza tu. Madhali ukisikia haumii, hautoki kidonda, haupati shida yote ile, sikiliza. Give her 2 hours, 5 hours, sikiliza. Then baada ya umekasirika na kauli ya daktari. Sijui kama unakubaliana naye. Unasema Lulu? Naona kwamba mjafurahisha na kauli ya daktari. Sasa hapo kuna mambo, Lulu, nimesikia hapo kuna mambo mawili. Kuna kumsikiliza mwanaume ni jambo ambalo zuri, ama kuna msikiliza mwanamke akamsikiliza mwanaume ni jambo ambalo zuri. Lakini kuna kusikilizana kwa ugomvi baina ya mwanamke na mwanaume. Lakini ujue kabisa ni nani mkosa. Inawezekana mimi mwanaume ndio kanikosea. Umenielewa? Alafu anataka mimi ndo nikae chini nimsikilize yeye. Yeye inabidi yeye ashuke kunisikiliza mimi. Sijui umenielewa? Sasa hapo unakuta kuna mwanaume mwingine yeye ndo amekosa, alafu anataka mwanamke awe chini tena chini zaidi akijitetea kwa kile ambacho yeye amekosewa. Mwanaume mwingine anachukua jukumu hadi la kufanya nini? La kumpiga. Lakini mwanamke anasema unanipiga kwa kosa gani? Lakini wewe ndiye ambaye ni mkosa. Sijui unaona hapo kitu. Kwa hiyo kwamba ukiwa mwanaume kweli mimi nitakusikiliza kwa kipi? Kama kwa ugomvi, Naomba niulize swali moja rais. Ikiwa wewe umekosea na baba yako, inabidi nani ashuke? Yeye wewe? Baba yako amekukosea. Nimefanyaje? Na wewe kama umekosana na mzazi wako, na makosa ni ya kwake. Nani anashuka? Nani ashuke? Ninaweza kushuka kwa sababu ni baba yangu. Umenielewa? Ninaweza kushuka kwa sababu ni baba yangu. Na baba yangu kama anauelewa na ana akili, anajua kabisa hapa binti yangu nimemkosea ama kijana wangu nimemkosea. Anatumia namna gani ya hekima ili muweze kwenda sawa. Lakini kuna wanaume, mimi nazungumza ukweli Dr. Mwaka, kuna wanaume wana tabia mbaya ambazo za kumkandamiza mwanamke, kakosa yeye, alafu mimi nibaki kumuomba msamaha. Haiwezekani. Umenielewa? Lakini pia kwamba lazima tukubali kama mwanaume umeona umekosa, mtake radhi mke, maisha yapate kwenda. Sisi wanawake ukinitaka radhi mimi kwa kunibembeleza, tena wakati naamua kukusanya vyangu naamua kuondoka, nikumbatie, unaenda wapi mke wangu?
Unanishusha. Wanawake tuna paniki hapo hapo na hapo hapo tunashuka. Lakini kuna wanaume mwingine hayo bahaba hawayajui. Yeye kakosa na anatafuta nafasi ya kunipiga. Inawezekana kweli? Mimi nafikiri naomba turudi kwenye mada. Mkubwa sana turudi kwenye mada. Maana ya kusikilizwa, hatukuwahi kugusia masuala ya ugomvi. Ugomvi ni kitu kingine na kila mtu anajua jinsi anavyohandle ugomvi. Na tukienda kwenye mada ya ugomvi, tutengeneze mada nyingine ya ugomvi na tuongee kwa nini nani anapaswa kujishusha wakati gani, nani anapaswa kujipandisha wakati gani. Kwa sababu tunazungumzia mwanamke wajibu wake yeye ni kutii na mwanaume wajibu wake ni kupenda. Huwezi kutii wakati huwezi kutii. Kama wewe ni mtii, maana yake ni mtii regardless the situation. Na kama mwanaume anakupenda, anatakiwa akupende regardless the situation. Hatuwezi kusema kwamba madhali wewe umekosewa huwezi kutii, au mwanamume kwa sababu amekosewa hawezi kupenda. Hatuwezi kwenda hivyo. Tunazungumzia hoja ya kusikilizwa. Mwanamume anapaswa asikilizwe kama authority, mwanamke anapaswa asikilizwe kwa sababu ameumbiwa maumbile ya kuongea zaidi. Na tunapozungumzia masuala ya ugomvi, nimekuuliza dada yangu Maria, kama mimi leo nakusuluhisha wewe na mzazi wako, hata kama mzazi wako amekosea, siwezi kumwambia mzazi wako, unajua mzee, jishusha kidogo tuweke sawa. Never. That is gonna happen. Lakini na hata kama nakusuluhisha na mumeo, kama nakusuluhisha na mumeo, siwezi kumwambia mumeo tu mwanaume jishushe ili mkae sawa. That is not gonna happen. Nitakwambia wewe japokuwa umekosewa, mwanamke jishushe. Halafu tuambia mwanaume, sikiliza, pale ulikosea, tafuta muda kamwombe radhi mkeo. Huwezi kumwambia mwanamume, au wewe nikwambia leo mbele ya Mariam ya binti yako eti wewe Mariam jishushe ulikosea. Haiko hivyo. Hatuwezi kujenga jamii ya namna hiyo. Lazima kuwe kuna nafasi. Naam, shukrani sana. Naona kwamba pia tutaendeleza hii mada, maana kuna pia Bi Msafwari kuna mengi atakaweza kuyachangia. Tutaendeleza hii mada Jumamosi inayokuja. Shukrani sana Bi Msafwari, shukrani sana Daktari Mwaka. Naamini Jumamosi tutakuwa hapa studioni. Miriam, asante sana pia vile vile kwa kuweza kutoa maoni yako kuhusiana na hii mada, lakini kile ambacho mimi nimekitoa kutokana na aliyozungumzwa na wenzangu wote ni kwamba sikiliza tu. Usitaki kujua wanaongea nini. Usikie tu. Amesema wakati mwingine vinavyozungumzwa pia vieleweke, lakini wewe sikiliza. Sasa una-assume kwamba huyu anapiga makelele, lakini acha nimsikize, nimpatie masaa 5 6 nimsikize tu. Vizuri sana. Kwa hiyo anajijua. Nimeshaona conclusion. Wasikilizwe tu. Ni sawa tu. Kwa mengine tuachie Mwenyezi Mungu, si tusikilize tu. Naam, Sadakta mtazamaji, natumai umejifunza mawili matatu. Wengi wamependa hii mada. Rashid kina Mwadumbo anasema Dr. Mwaka oi. Lakini unajua pia ameweza kutusaidia. Ameweza kutufungulia mambo mengi. Kuna vitu vingi ambavyo mko sivijui. Lakini leo nimejifundisha mawili matatu. Jumamosi nitakueleza vyangu vingine utavijua zaidi. Mtazamaji, tukamilisha kwa sasa hivi hadi Jumamosi ijayo. Kwa na usiku mwema. Kwaheri.